Meli ya mafuta yenye bendera ya Tanzania imetekwa na watu wanaoshukiwa kuwa maharamia wa Somalia katika pwani ya Yemen, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na maafisa eneo hilo wanaofahamu tukio hilo. Kwa mujibu wa maafisa eneo hilo, meli hiyo ya kibiashara baadaye ilipelekwa katika maji eneo la Bari kaskazini mashariki mwa Somalia. Meli hiyo inayojulikana kama MT Asana ilitekwa siku ya Ijumaa baada ya kuondoka katika bandari ya Mukalla nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kwa sasa inashikiliwa karibu na pwani ya Karula katika jimbo la Bari ndani ya eneo la Puntland ambalo lina mamlaka ya kujitawala nchini Somalia. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina kwa kuwa havikuruhusiwa kuzungumzia tukio hilo hadharani, meli hiyo ilitekwa na maharamia 7 wa Kisomalia waliokuwa na silaha. Taarifa za mfumo wa kimataifa wa kufuatilia meli zilizochunguzwa na shirika la habari la AP zinaonyesha kuwa MT Asana ilituma taarifa za mahali ilipokuwa siku ya Ijumaa ilipokuwa ikisafiri taratibu katika Ghuba ya Aden, huku ikionyesha kuwa ilikuwa inaelekea bandari ya Bosaso nchini Somalia. Meli hiyo ilikuwa ikisafiri kwa kasi ndogo na inaendana na taarifa za awali kuwa ilituma ishara ya dharura wakati wa tukio hilo. Haikufahamika mara moja na wafanyakazi wangapi walikuwa ndani ya meli hiyo wakati ilipotekwa wala kama kuna yeyote aliyejeruhiwa. Pia hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu uraia wa wafanyakazi waliokuwemo ndani ya meli hiyo. Mamlaka za Puntland bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Vile hakukuwa na taarifa yoyote ya haraka kutoka kwa mmiliki au msimamizi wa meli hiyo. Vikosi vya kimataifa vya wanamaji vinavyofanya doria katika eneo hilo pia vikuwa vimetoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Utekaji huo ni tukio la karibu katika mlolongo wa mashambulizi yanayohusishwa na maharamia wa Somalia ambao wameanza kurejea tena katika shughuli zao katika Ghuba ya Aden na sehemu za magharibi mwa bahari ya Hindi baada ya miaka kadhaa ya utulivu. Wachambuzi wa usalama baharini wameonya kuwa kuendelea kuwepo kwa changamoto za usalama baharini pamoja na kupungua kwa doria za vikosi vya kimataifa kumechangia kuongezeka tena kwa tishio la maharamia katika ukanda huo.